kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu, na mtakumbuka kwamba kulifanyika maamuzi makubwa yanayoitwa madogo, lakini kwa uzito wake kwenye kesi hii ni makubwa juzi na jana. Juzi vielelezo vilivyoletwa na shahidi Samuel Kahaya vilivyohusu flash, vilivyohusu memory card ambao ndani yake ilikuwa na video zinazodaiwa kuwa ndio ushahidi wa kauli alizozitoa. Vielelezo hivyo mahakama ilivikataa kwa sababu shahidi hakuwa na sifa ya kuviwasilisha hivyo vielelezo. Jana upande wa jamhuri ukajaribu tena kuleta ile taarifa inayoitwa ya kitaalamu ya shahidi ambaye alishaonekana hana huo utaalamu, kwamba taarifa iingie inayochambua kuhusu hizo video na namna zilivyopatikana. Mahakama vile vile ikakataa hiyo taarifa jana. Katika misingi ya kawaida, kwa kuwa msingi wote wa kesi umejengewa hapo, leo ilitarajiwa kwamba upande wa jamhuri ungekuja mahakamani, ungesema kwamba hauna nia ya kuendelea na kesi, kwamba wangeleta kitu kinachoitwa nolle prosequi, kwa sababu mashahidi wao 30 kimsingi asilimia kubwa ya mashahidi yao ushahidi wao umekwisha dondoka. Jamhuri ikasema inakwenda kutafakari kuhusu hiyo kesi. Leo jamhuri imerudi inaiomba mahakama kwamba wale mashahidi wanaohusiana na video wote haitaendelea nao tena kwa upango walikuwa wameweka mwanzoni, kwa sababu mashahidi wachache wengine. Upande wa jamhuri ukaomba kwamba wapewe airisho refu ili kuweza kuwaleta hao mashahidi wengine. Sasa Mheshimiwa Lissu akajenga hoja mbili za kupinga huo uamuzi wa hayo maombi ya jamhuri. Moja, akasema wasipewe airisho hilo la muda mrefu, kama wana hoja za kuleta za mashahidi wengine ambao hawahusiani na video, ambao ni mashahidi wachache sana, basi wawalete, wapewe muda mfupi wawalete mashahidi. Leo ni siku ya Ijumaa tarehe 24, wangeweza hata kuwaleta hao mashahidi Jumatatu. Lakini mwenyekiti Lissu akaenda mbele zaidi, akasema ama majaji wafanye uamuzi wa kutumia mamlaka yao kumpa dhamana, kwa sababu msingi wa kesi umekwisha dondoka. Majaji wamefanya uamuzi kinyume na maombi ya mwenyekiti Lissu ya kwamba mashahidi wao waletwe muda mfupi. Majaji wamefanya uamuzi vile vile kinyume na ombi lake la kwamba apewe dhamana, na majaji wamekubaliana na upande wa jamhuri, majaji watatu, kwamba wataendelea kusikiliza kesi hii tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka huu. Sasa mtakumbuka juzi wakati shauri inaahirishwa, mwenyekiti Lissu alitoa kauli pale kidogo, akasema kesi hii kimsingi imekwisha, na kwamba yuko mahakamani, yuko bado gerezani tu kwa sababu ya tarehe 29 mwezi Oktoba. Sasa leo kukubaliwa kwa maombi haya na kesi kusogezwa mbele mpaka tarehe 3 mwezi wa 11, wakati mwenyekiti Lissu akiwa ameshakaa ndani kwa siku 202, inadhihirisha tu kauli ya mwenyekiti Lissu aliyoisema kwamba anaendelea kushikiliwa kwa sababu ya kukwepesha tarehe 29 mwezi Oktoba. Sasa nisemee hili kwa sababu nimepata taarifa kwamba baadhi ya watu kuna mtu anapotosha jamii ya kimataifa, mabalozi na jamii nyingine ya kimataifa, akiwaambia kwamba serikali, na ni mtu wa serikali akisema kwamba serikali imemwachia huru mwenyekiti Tundu Lissu. Nataka kusisitiza tu kwa jamii ya kimataifa kwamba mwenyekiti Tundu Lissu hayuko huru bado serikali inamshikilia kwa kesi ambayo haina msingi wowote. Na nitoe mwito kwa Rais Samia Suluhu Hassan